Simama mbele ya kanisa la Mungu kwa watakatifu wa Bwana waliooshwa kwa damu ya Yesu, wale wenye safari ya kwenda mbinguni. Mungu akubariki mchungaji kwa ajili ya nafasi hii nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwamba Mungu yuko upande wetu na ataendelea kuonekana upande wetu. Amina. Naomba tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu wetu, tunakuheshimu, tunakutukuza na kukubariki wewe Bwana, kwa sababu ni Mungu uliye pekee, mfalme wetu. Tukwasulia leo mfalme kwa ajili ya wakati huu wa neno lako. Nimesimama mbele ya watakatifu wako, lakini Bwana, kwa kibali chako mfalme, neema yako iwe pamoja nasi mfalme. Neno hili likawe tiba kwenye maisha ya utakatifu wako, likawe msaada kwenye maisha ya utakatifu wako. Tawala kwa ajili ya kipindi hiki cha neno la Mungu, ukawe kiongozi wetu na ni mwalimu wetu, katika jina la Yesu, amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Bwana ametupa neema tena kuwepo hekaluni mwake. Unapopata muda wa kukaa hekaluni mwa Bwana ni neema kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tutaenda kuangalia neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, tutasoma habari za Rutu na wanawe pamoja na mke wake. Somo tunaenda kujifunza asubuhi ya leo inasema kwamba usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Mwanzo 19, tasoma ule mstari tu wa 26. Usirudi nyuma. Haleluya. Nianze na mfano huu. Kulikuwa na bwana mmoja. Ninapotoa huu mfano, fikiria wewe, utatafakari upo katika maeneo gani. Kulikuwa na mfalme mmoja. Huyo mfalme alikuwa na watoto watatu. Alikuwa na watoto watatu. Niseme hata mchungaji asubuhi ya leo una watu wa aina tatu. Kama yule mfalme aliyokuwa na watoto watatu, na mchungaji ndani ya kanisa una watu aina tatu. Huyo mfalme yeye alikuwa na watoto watatu. Na hao watoto aliwapa majina. Aliwapa majina. Na jina la kwanza lilikuwa linaitwa Fikiri. Fikiri. Jina la pili alikuwa anaitwa Sema. Na jina la tatu alikuwa anaitwa Fanya. Mfalme yeye alikuwa na mali nyingi. Tunaelewa wafalme wanakuwa na mali nyingi, wanakuwa na ufahari. Yaani ukishaitwa mfalme ujua wewe umejitosheleza katika maisha haya ya duniani. Kwamba kwanza kila mtu anakuheshimu, kila mtu anakuona wewe mwenzetu uko juu, kila mtu anakuona wewe huna shida kwa maisha ya duniani. Lakini huyo mfalme ilikuwa karibia siku zake za kufa. Akasema mimi huu mfalme nitamwachia nani? Mali zangu nitamwachia nani? Akawa ana maswali, lakini akasema kwa sababu hiyo nina watoto watatu. Wa kwanza alikuwa anaitwa Fikiri, wa pili alikuwa anaitwa Sema, na watatu alikuwa anaitwa nani? Fanya. Sasa hawa watoto walikuwa wamepewa maagizo kwamba mimi baba yenu nguvu zimeisha. Mimi baba yenu nina mali nyingi, nani atarithi? Mimi baba yenu nina utajiri, nani atarithi? Anasema lakini kati yenu siwezi nikawapa wote, lakini kati yenu atakayetimiza maagizo haya nitakayowapa nyie watatu ndiye nitakayempa ufalme wangu. Akasema kwamba atakayenijengea nyumba nzuri kuliko hii ya kwangu nitampa huo ufalme. Yaani atakayenijengea nyumba nzuri ili ajitosheleza ndani ya nyumba kila kitu. Yaani kila kitu kiasi ambacho unaijenga nyumba, mtu anakuja
anahamia anakikuta kila kitu. Akawapa hayo maagizo, kwa sababu mimi nguvu zimeisha, uzee wangu unakaribia kuishia mwisho, ila ninaomba kabla sijafa nikabidhi mali zangu na mali zangu, ili mtu nimkabidhi anijengee nyumba ya kifalme kuliko hii ya kwangu niliyojenga. Na hatujui alijenge cha kiwango gani, na hawa watoto watajenga cha kiwango gani, lakini aliwapa haya maagizo ili uchukue ufalme. Mtoto wa kwanza yule wa fikiri, alipopewa yale maagizo akawa anafikiri tu kila siku. Akiamka asubuhi anafikiria tu, mimi nitajenga nyumba ili babangu anipe ufalme. Yaani kila kukicha yeye anakaa chini, anachukua daftari lake, anafikiri tu, nitaijenga nyumba nzuri kuanzia msingi, nitaweka kila kitu ndani ya nyumba ili babangu akubali, alizike, aniachie ufalme wake. Siku zikawa zimeisha, ile nyumba akawa hajaijenga, akaishia kufikiria tu. Yaani akaishia tu kufikiria, akakosa ufalme. Babake yani hata kumwangalia hakumwangalia, kwa sababu aliishia moyoni mwake, anafikiria tu, kwenye mawazo yake anafikiria tu, lakini hakuchukua ile hatua ya kusema kwanza ngoja nikaanze msingi. Akakosa ufalme. Siku zikawa zimepita, akaja yule mwenye jina anasema, naye kawa kila siku anatangaza kwa watu, wanasema, Bwana, tumeambiwa na baba tumjengee nyumba nzuri, na mimi nitajenga nyumba nzuri. Akawa anawaambia kila siku kicha asubuhi, anawaambia watu, anawatangazia, baba ufalme wake ataniachia mimi, kwa sababu mimi nitajenga nyumba nzuri. Yaani kila kukicha yeye anasema tu, mimi nitajenga nyumba nzuri, mimi nitajenga nyumba nzuri. Lakini siku zikawa zimepita, ile nyumba hakujenga. Akaishia tu kusema sema, akakosa ufalme. Akaja watatu, huyo alikuwa anaita fanya. Huyo aliyekuwa anafanya, na ni kweli alifanya. Aliposikia tu ile maagizo kutoka kwa babake kwamba atakayenijengea nyumba nzuri, nitampa ufalme wangu. Yule aliposikia ile maagizo hakukaa tena chini, akaanza kufanya kazi usiku na mchana, akaanza kuajiri watu, wakaanza kuhimizana. Yeye alikuwa anasimamia usiku na mchana, hatimaye ile nyumba ikajengwa, akaweka kila kitu. Yule mji mwenye jina anafanya, na akafanya kweli, na hatimaye babake akampa urithi wa ufalme. Makofi kwa Yesu. Kwa nini nimetolea huu mfano? Na somo langu linasema kwamba usirudi nyuma. Inawezekana katika kusema kwako unasema mimi siku moja kwamba nitaenda mbinguni, na usiende mbinguni. Haleluya! Inawezekana siku moja unafikiria tu, yani wewe kila kukicha unafikiria mimi siku moja nitaacha hii dhambi, na usiache dhambi utakosa mbingu. Na inawezekana wewe ambaye mwenye hatua, mwenye malengo mazuri, mwenye kusikia maagizo mazuri, mwenye kutii, hatimaye unaposikia maagizo kwamba usirudi nyuma, na wewe unafikiria kwamba kwa nini nisirudi nyuma? Saa nyingine unachukua hatua kwamba sitaki nirudi nyuma, ukachukua hatua ya kufanya, ya kusonga mbele, na hatimaye hadi leo umeushikilia wokovu, kwa sababu umechukua hatua ya kufanya kwamba mimi sitarudi nyuma. Haleluya! Tunasoma habari za mke wa Rutu. Aligeuka nguzo ya chumvi. Kwa nini aligeuka nguzo ya chumvi? Kwa sababu yeye alikuwa anafanya mambo ambayo sio ya kawaida. Aliyepata naomba aliyepata hilo andiko tuaweze kutusomea. Mwanzo 19 na ule mstari wa 26. Tutaangalia kwa nini mke wa Rutu alirudi nyuma. Kwa nini mke wa Rutu aligeuka nguzo ya chumvi? Je, hakusikia? Je, hakuambiwa? Je, hakuona? Je, hakutazama? Na yote aliyapata, lakini kwa sababu ya kufikiri kwake ndio maana akawa nguzo ya chumvi. Mwanzo 19 mstari ule wa 26.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mke wa Rutu alitazama nyuma hapo akageuka nguzo ya chumvi? Kwa kutokuwa makini. Yaani mke wa Rutu, jambo kubwa, hakuwa makini. Hakuwa makini. Yeye kwa sababu aliambiwa kwamba anza safari ya kuondoka, lakini msitazame nyuma, msiangalie nyuma, usifikiri ya nyuma, usiseme ya nyuma. Lakini mke wa Rutu akaacha kufanya safari yake ya kuelekea mbele, akaanza kufikiri mambo ya nyuma. Hakuwa makini anachokifanya. Hakuwa makini na maagizo ya Mungu. Hakuwa makini na utekelezaji wa safari yao. Hatimaye akageuka nguzo ya chumvi. Na inasikitisha. Ni kuombe mtu wa Mungu katika safari ya kwenda mbinguni, kama huo mfano inawezekana unasema, lakini hamna utekelezaji wa habari ya kwenda mbinguni. Inawezekana unafikiri kwamba hivi uko mbinguni, kuna mbingu kweli? Hivi kweli kutakuwa na jehanamu kweli? Kila siku kukicha unafikiria, je, uko mbinguni kuna kitu gani? Mbona sijawahi kuona? Alienda karudi, akasema kuzuri, akasema kuna dhahabu kama tunavyosema kwenye Biblia. Mbona hatujawahi huo ushuhuda kwa mtu? Inawezekana ukafikiria bila kuwa makini, ikawa njia moja wapo ya kurudi nyuma. Nikuombe mtu wa Mungu, hebu fanya kweli safari ya kwenda mbinguni. Haleluya. Fanya kweli safari ya kwenda mbinguni. Uwe makini katika safari ya kwenda mbinguni. Uwe hodari katika safari ya kwenda mbinguni. Uwe na jicho lingine la kuona safari ya kwenda mbinguni. Acha kufikiria. Itakufanya urudi nyuma katika safari ya kwenda mbinguni. Nikuombe mtu wa Mungu, usirudi nyuma kama mke wa Rutu akafikiria habari ya Sodoma na Gomora. Akawaza. Kwa nini aliwaza? Kwa sababu kule ndio kulikuwa makao yao. Tunaelewana Kwa nini hakuwa makini? Alikuwa anawaza. Alikuwa anafikiria. Kwa sababu alijua kule ndiko kulikuwa na makao yao. Maisha yao yalikuwa kule. Na wao waliambiwa kwamba watoke wao tu. Katika ile safari hawakuchukua kitu chochote. Hawakuchukua mifugo yao. Hawakuchukua mali zao. Hawakuchukua nyumba walikuwa wanaishi wakaacha. Jamani, ni ngumu. Ukiangalia mazingira ya kawaida ni ngumu kusahau mazingira unakotoka. Haleluya. Ni ngumu. Kwa sababu gani ni ngumu? Tuchukulia sisi leo wanawake, tunapopanga safari kwamba tunaondoka saa ngapi? Saa 3. Lakini fikiria wewe mazingira ya kuacha bila nyumba. Saa 3 unaondoka. Hatimaye unaondoka saa 4 badala ya saa 3. Kwa sababu gani? Unaogopa kuacha yale mazingira ya pale nyumbani. Kwamba nitaachaje? Watoto wana chakula, sijawaambia wakanunua nini, sijajua watapika saa ngapi, sijajua jioni itakuwaje, na mimi ninakoenda nitarudi nitakuta chakula gani. Sasa katika ile fikiri ile unachelewesha mambo. Ndio maana tunakuwa hatuendi na muda, kwa sababu ya kuwa makini, kuacha mazingira ya nyumbani kiurahisi. Ndio maana sema mke wa Rutu inawezekana tukamlaumu. Inawezekana tukamwambia kwamba yeye ni mjinga. Lakini kwa mazingira ya kawaida na akili ya kawaida na mitazamo ya kawaida na desturi ya kawaida, unaacha kila kitu, unaambiwa ondoka. Kwanza unafikiri, unawaza, ninaacha kila kitu. Uko Sodoma, huko ninakoenda nitaishije? Huko ninakoenda nitaenda kukaa wapi? Huko ninakoenda nenda kuwakuta kina nani? Huko ninakoenda nitaishi mazingira gani? Ni ngumu. Ndio maana nasema hata wakati huu safari ya kwenda mbinguni
mbinguni. Mungu atusaidie. Inawezekana unafikiri lakini huchukui hatua ya kwenda mbinguni. Hebu wewe uliyekuwa na njia mojawapo kwamba una hatua nyingine, safari ya kwenda mbinguni, fanya kweli. Wewe unaenda wapi? Unaenda mbinguni. Mke wa Rutu, yeye walikuwa wanatembea pamoja, lakini ndani ya nafsi yeye alikuwa anajua yeye mwenyewe anasema nini na anafikiri nini. Alikuwa na watoto wake na alisikia yale maagizo kwamba ondokeni, lakini msitazame nyuma. Aliambiwa hivyo, lakini ni ngumu. Hapa anaongozana. Inawezekana Rutu alijitahidi kuwashika mkono, wakawa wanaenda sambamba, huku wanapiga stori, huku wanajua mji wa Sodoma unaangamizwa. Anajua, lakini ndani ya moyo wa mke wa Rutu alikuwa anajijua yeye alikuwa anafikiri nini, alikuwa anasema nini. Kuna maana mawazo yake na akili yake alikuwa anakumbuka kwa habari ya Sodoma. Nimeacha kila kitu mimi kama mwanamke. Na sisi wanawake tunavyojuaga kuwaza, tunavyojuaga kufikiri, tunavyojuaga kupanga. Mungu atusaidie. Kanisa la Bwana, usirudi nyuma kwa habari ya kwenda mbinguni. Fanya kweli, wewe unaenda mbinguni. Isiwe story kwenye maisha yako, isiwe hadithi kwenye maisha yako. Fanya kweli kama yule mtoto wa mfalme alipowapa pale maagizo. Yule mtoto wa mwisho akafanya kweli na akapewa mfalme. Na wewe ukifanya kweli kwa habari ya kwenda mbinguni, utaurithi ufalme wa mbinguni wa milele. Haleluya! Utaurithi ufalme wa mbinguni, lakini fanya kweli kwenye wokovu. Usiigize. Haleluya! Usifanye mzaha kama mke wa Rutu. Usifanye story kama mke wa Rutu. Walikuwa wote pamoja na alikuwa anajua kabisa kwamba ule mji unaangamizwa, lakini bado alikuwa anafikiri, alikuwa anawaza moyoni, na hatimaye hakufika ule mji ambao Bwana amekuwa amewaambia, akaishia njiani. Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Je, wewe ni jambo gani linalokufanya katika safari yako ya mbinguni urudi nyuma? Ni jambo gani? Yako mambo mengi. Mungu atusaidie. Inawezekana uzembezembe wako tu unakufanya urudi nyuma ukamwacha Mungu. Inawezekana uvivu wako tu unakufanya kwamba wewe umwache Mungu, urudi nyuma. Ni jambo gani, mtu wa Mungu, linalokufanya unafikiri kurudi nyuma katika wokovu? Ni jambo gani? Liwaze, lifikirie ili ufanye kweli katika safari ya kwenda mbinguni. Yako mambo mengi yanayotufanya, lakini wewe unajua kama mke wa Rutu alivyojua. Wewe unafahamu kama mke wa Rutu alivyofahamu. Unajitambua ni mambo yapi yanayokufanya urudi nyuma katika safari yako ya kwenda mbinguni. Usirudi nyuma. Waza unachowaza ni nini, unachosema nini kwenye kinywa chako. Inawezekana katika mazungumzo yako na sema yako ndio sababu ya kurudi nyuma. Inawezekana katika fikiria yako kila siku kukicha unafikiria, hivi mimi ndani ya wokovu nitaishije? Hivi mimi kweli nimeokoka, maisha haya ya wokovu mimi nitaishije? Maana hamna kuiba, hamna kuvuta bangi, hamna kufanya chochote Mungu ambacho hataki. Nitaishije? Kila siku unafikiria. Ni njia mojawapo ya kurudi nyuma. Haleluya. Nikuombe mtu wa Mungu, usirudi nyuma. Kwa Yesu ndo kuna noga, ndugu yangu. Haleluya. Kwa Yesu ndo kuna noga. Amina. Na kama kuna noga, utoke uende wapi? Huko kwa Yesu ndo kuna noga. Ndio moja safari inaanza kuwa nzuri, tamu, yenye furaha, yenye matumaini, yenye matarajio ya kumwona Mungu. Wakati tulionao sio wakati wa kurudi nyuma. Ni wakati wa kufanya kweli, kama kweli umeokoka na mjua
Yesu. Ni wakati wa kutambua kwamba ninayo safari ya kwenda mbinguni. Wakati tulionao sio wakati wa kufikiri na kusema lakini hufanyi kweli katika safari ya kwenda mbinguni. Ni kuomba mtu wa Mungu asubuhi ya leo, fanya kweli uko katika safari ya kwenda mbinguni. Sema amina. Mambo gani yanayokusababisha umwone kwamba Yesu hafai kwenye maisha yako? Je, marafiki? Je, ndugu? Je, shida? Je, misiba? Lakini haya yote wewe ukishafanya kweli utasema mimi shida, marafiki, ndugu, lakini haya yote yasikusababishe urudi nyuma. Mke wa Rutu, yeye mali zake tu, alipowaza zile mali zake akawaza, akafikiria nitaenda kuanzaje maisha ya huko, nitakuwa mgeni wa nani huko, na hatimaye ikawa sababu mojawapo ya kumwacha ya kutokuendelea ile safari yake, akageuka nguzo ya chumvi. Inawezekana wewe, mimi, inawezekana wewe hata asubuhi ya leo tusikuone kwamba umegeuka nguzo ya chumvi, lakini wewe mwenyewe unajiona hauendelei mbele. Umesimama hapo, umedumaa kiroho, umezafika kiroho, hamna maendeleo ya kiroho, hamna nguvu ya kiroho. Tunajua kwamba moyoni mwako wewe mwenyewe unajua wewe umekuwa nguzo ya chumvi. Nyuma hurudi, mbele huendi, umebaki umesimama tu. Umesimama tu, unaanza kufikiria tu, mimi nimeokoka, sitaki kwenda jehanamu, lakini hatuoni maendeleo yako. Mtu anayekuwa na nia iliyo nzuri kwamba nataka niende mbinguni, kwamba sitaki nirudi nyuma, tutaona maisha yake, mwelekeo wake, mitazamo yake, njia zake, misemo yake, fikiria yake, tutakuona kwamba uko katika safari ya kwenda mbinguni. Jamani, kwa Yesu ndio tunaanza safari. Haleluya! Yaani wao usianze kufikiria kwamba wazazi wetu walisemaga, mbona babu yangu alizaliwa kwenye dini alisemaga, walionishuhudia mbona wanasemaga, na wengine wameshakufa wamezeeka, lakini walikuwa wanasemaga. Utaishia kusemaga, lakini kufanya kweli safari ya kwenda mbinguni utageuka nguzo ya chumvi, kwa sababu hakuna maendeleo. Unabaki tu kusema walisemaga. Neno zuri, lakini sio zuri. Hatujawahi kuona aliyerudi akatushuhudia habari ya mbinguni. Mbona walisemaga Yesu anarudi? Walisemaga. Mbona wanasemaga tuache dhambi? Mbona watu wanasemaga lakini hawaachi? Neno zuri lakini ni baya. Haleluya! Usifikiri bila kufanya, usiseme bila kufanya. Fanya kweli ili usirudi nyuma, uendelee na safari yako, usigeuke nguzo ya chumvi. Haleluya! Yaani wewe usigeuke nguzo ya chumvi, kwamba una safari ya kwenda mbinguni, lakini lazima ujue ni mambo yapi, vikwazo vipi, mambo gani yanayosababisha. Haleluya! Uzembe. Mambo mengine yanayosababisha wewe urudi nyuma ni uzembe tu kwa habari ya mambo ya Mungu. Umekuwa mzembe tu, yaani ni mzembe tu. Umekuwa mvivu tu, yaani umekuwa mvivu tu kwa habari ya mambo ya Mungu. Jamani, Jumapili tulikuwa na sikukuu ya watoto, si ndio? Sikukuu ya watoto, sisi walimu tunaelewa kwamba uzembe unatokea wapi. Kwa nini watoto wanakuwa wavivu? Uvivu unatokea wapi? Kwa nini watoto hawazingatii kwa habari ya mambo ya Mungu? Tunaelewa
tatizo liko wapi. Saa nyingine inakuwa inabaki siri yetu. Ndio maana unapoona walimu wanatoa mapendekezo yao, wanatoa hoja zao, wanajua kwamba tatizo liko wapi. Kwa kurudi nyuma ni uzembe tu, uvivu tu, ni uvivu tu. Jamani, Mungu atusaidie. Uvivu tulionao kwa habari ya kumwona Mungu na kumtafuta Mungu, tunaambukiza kizazi chetu kilichopo. Kwa sababu gani? Najua. Jamani, Mungu atusaidie. Haleluya, watu wa Mungu. Walimu tunajua sisi kama wazazi huko majumbani kwetu hatutilii maanani kwa habari ya Mungu. Tupo tu. Sijui nisisema mchungaji. Ndio nikasema mchungaji una watu wa aina tatu. Wale wanaofikiri wale wanaosema kutwa na wale wanaofanya kweli, wana safari ya kwenda mbinguni. Ndio kundi tulilo nalo. Kwani mke wa Rutu nani alijua? Hata mume wake hakujua. Lakini ule uzembe ule, ndio maana Rutu alipoambiwa na wale wageni wake malaika, akaambia fungasheni kila kitu muondoke. Akaona kwamba wale wageni wakaona kama kila Rutu wanachelewa, mara wafunge hiki, akaambia mnachelewa, tuondoke. Bwana anataka uangamize mji. Akawa wanachelewa. Hatimaye wale wageni wake wale malaika wakawashika kwa mikono kwa nguvu. Wakawashika wakawaondoa kwenye ule mji, kwa sababu walikuwa wanaelewa kwamba wanachelewa. Walikuwa wanasema tu. Inawezekana walikuwa wanaaga kwamba tunaondoka jamani, tumeambiwa tuondoke, mji unaangamizwa. Wenyewe wanasema tu, siku zinaenda, muda unaenda, wanaenda kuaga kwa marafiki zao. Jamani, tumeambiwa tunaondoka, mji unaangamizwa. Shauri zenu, mmefanya maovu hadi Mungu kachukia shauri zenu. Wanasema huko wanachelewa. Hatimaye wale malaika akawaambia kwamba kwa nini mnachelewa? Akawashika kwa mikono yao, twendeni tuondoke, kwa nini mnachelewa? Uzembe, uvivu. Haleluya. Amen. Jamani, kanisa la Bwana, watakatifu wa Bwana, ili tuwe na kufanya kweli safari ya kwenda mbinguni, sisi tulio watu wazima na watoto wetu na vijana wetu, jamani, tupunguze zile movie za kwenye TV zinatupotezea muda na Mungu wetu. Wakati wa ibada unafungulia movie, wakati wa kumwomba Mungu wewe uko busy na movie zako. Ni kizazi tunakipoteza. Tumepata shida mwaka huu, kila mtoto anakataa, siwezi kuhubiri, mwalimu siwezi, anaandika kikaratasi kabisa, mwalimu siwezi, nisaidie. Mwingine anasema Mungu nisaidie, mwalimu nisaidie, mimi sijawahi. Watoto wote tuliowachagua karibia wanne, kila mtu anatoa uzuru. Ni kwa nini? Hawana wakati kufanya katika kweli. Na inatoka wapi? Sisi tulio wakubwa, hebu tutengeneze kizazi chetu kisirudi nyuma. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Yaani wewe kama una familia yako, unaimiliki, iko mikononi mwako, fanya kweli katika safari ya kwenda mbinguni. Pamoja na watoto wako na kizazi chako. Kiambia ukweli kwamba wakati wa Mungu ni wakati wa Mungu. Wakati wa kufanya mambo ya nyumbani, fanya mambo ya nyumbani, lakini Mungu achukue nafasi yake. Lakini Mungu tumemweka nafasi ya mwisho. Jamani, Mungu atusaidie. Amen. Tufanye kweli katika safari ya mbinguni. Amina. Ndio maana nasema inawezekana wewe uko katika kusema tu kwamba unaenda mbinguni, lakini uendi mbinguni. Tufanye kweli, tusirudi nyuma. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikasema marafiki tulionao inawezekana ni chanzo.
cha kukurudisha nyuma katika wokovu. Maana kama una kundi kubwa la marafiki, hao marafiki hawamjui Mungu, kila siku unakutana na tabia zao, zile tabia zinakumeza wewe, hatimaye safari yako ya mbinguni unakatishwa tamaa. Mwisho unasema nitaokokaga kesho, nikiwa karibu na kufa mimi nitaokoka. Nani ajuaye kufa, kwamba wao unakufa lini? Hakuna. Cha msingi wakati wowote fanya kweli katika safari ya kwenda mbinguni. Amina. Mungu atusaidie. Amina. Makundi tulionayo ni sababu mojawapo. Inawezekana ndugu ulionao, inawezekana ni sababu mojawapo. Jamani, hao ndugu wasikukoseshe ufalme wa mbinguni. Amina. Kaa nao, ishi nao, lakini akili iwe kichwani mwako kwamba una safari ya kwenda mbinguni. Amen. Wape mfano mwingine. Kulikuwa na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Ane. Wote tuseme Ane. Ane. Usiseme manake nini? Bwana Yesu asifiwe. Huyu Ane ni mtoto wa kike. Ni mtoto wa kike. Alikuwa anapenda sana kucheza na babake. Babake wakati sasa akawa amesafiri. Alikuwa amesafiri. Lakini alikuwa anajua kwamba baba alituambia tarehe hizi anarudi. Lakini alikuwa anapenda sana kucheza michezo. Sasa siku moja wakachukua michezo ile mikebe ile. Wanafunzi tunajuaga ile mikebe ile. Wakawa wamechukua ile mikebe, wakawa wamechana makaratasi yao, wakawa wanajaza mle kwenye mikebe. Wako busy, wakachana vikaratasi vidogo. Sasa wakawa kwenye mashindano. Kwamba yani wote wamwage chini. Si wamejaza kwenye mikebe yao yale makaratasi madogo. Afu wakarunda kila mtu rundo lake. Afu baadaye akasema kila mtu ahesabu lile rundo lile, ahesabu wa kwanza nani kumaliza. Kurudishia tena kwenye mkebe. Wa kwanza nani arudishe kwenye mkebe na afunge vizuri. Atakayekuwa kwanza ndio mshindi. Wakaanza kucheza. Wakaerunda yote makaratasi chini. Wakaanza kuhesabu. Moja. Muda sio mrefu, yule mtoto ambaye alikuwa anamsubiri baba yake akawa amepiga honi ya gari. Akasikia honi ya gari, babake anarudi. Jamani, yule mtoto akaacha vile, akawaacha marafiki zake wanashangaa. Huyo mwenzetu anakimbia kwa ajili ya nini? Huyo mwenzetu anakimbia, imekuwaje? Mbona katuachia mchezo? Imekuwaje? Wakashangaa. Mwenzao baba yao karudi, kaenda kumraki babake. Hakukaa tena kwenye mchezo, akawaachia mchezo wao, akapanda na gari la babake, wakaondoka nyumbani. Kuna maana kwamba anasema hivi, yule mtoto walikuwa wanacheza wote kwenye urafiki, kwenye michezo yao, lakini hawakujua moyoni mwake mwenzao kwamba tarehe hizi masaa haya baba anarudi, ninacheza, lakini baba atakaporudi mimi ninaondoka. Lile lengo lake lile likatimia. Kabla hajamaliza mchezo, babake akaja, akaenda, akamchukua, akaondoka zake. Na ndivyo ilivyo safari ya kwenda mbinguni. Ndio maana nasema marafiki wasikuzuie kwa habari ya kwenda mbinguni. Wasikurudisha nyuma wewe na Mungu wako. Ndugu kanao, jenga nao rafiki, fanya nao vikao, lakini msimamo wako ule. Sema mimi sirudi nyuma kwa habari ya Mungu wangu aliye hai. Hata iweje. Sema kwa safari ya kwenda mbinguni na Mungu wangu, usirudi nyuma. Amina. Fanya hivyo utamwona Mungu. Iga mfano huyu kwa Ane. Moyoni mwake aliweka kitu. Hata mke wa Rutu aliweka kitu, lakini kile kitu kilikuwa kibaya. Hatimaye akageuka nguzo ya chumvi. Lakini huyo mtoto lengo lake alijua kwamba dina marafiki, anawapenda marafiki zake, anawajali marafiki zake, anakubaliana nao marafiki zake.
lakini akaamua kwamba wakati wa kurudi baba, mimi nitawaacha, nitaenda na baba yangu. Ndio maana nasema usirudi nyuma kwa habari ya vitu vinavyosababisha wewe urudi nyuma. Achana navyo. Katika fikiria yako vile vitu vinavyokusababisha urudi nyuma, achana navyo. Mwangalie Mungu na Mungu atakufanya iliyo ya kweli, utaiona mbingu maishani mwako. Mke wa Rutu, kwamba moyo wake ulikuwa bado umeambatana na starehe za Sodoma. Mke wa Rutu, sababu ya kugeuka nguzo ya chumvi, moyo wake uliambatana na starehe za Sodoma. Yaani kama unaelewa, unaisoma Biblia kwamba starehe za Sodoma zilikuwa ni kufuru. Yaani starehe zote za duniani zilikuwa zinafanyika hapo. Maovu yote ilikuwa inafanyika hapo, na ilikuwa ni chukizo kwa Mungu. Lakini mke wa Rutu yali, kwa sababu bado alikuwa ameshikamana na ile starehe ya Sodoma, na hatimaye akakosa safari yake ya kukombolewa na ile hukumu ya moto. Matokeo yake akabaki njiani. Starehe za duniani zisikushike. Hizo zilikuja na zitapita, zina mwisho wake. Lakini Mungu tuliye naye, hebu mng'ang'anie hadi ufike siku ya mwisho. Maisha ambayo yanayokusababisha mwache Mungu ni kuombe, mtu wa Mungu. Wakati huu ndo kumenoga kwenda kwa Yesu. Yaani wakati tulionao kwenda kwa Yesu ni kutamu mno, ni kuzuri mno, kuna matazamia mazuri mno. Sio wakati wa kurudi nyuma, sio wakati wa kukata tamaa, sio wakati wa kuishi kwa uzembe. Hapana, ni wakati wa kuamka na kuona kwamba wakati huu ni wakati wangu uliokubalika kwenda ya Yesu wangu, hadi nitakapofika, hadi Yesu atakaponichukua. Lakini matumaini yako, matarajio yako, nguvu yako ni kumwona baba aliye hai. Kama yule mtoto akasema, baba atakapokuja mimi sitaangalia mchezo, sitaangalia kwamba niwe mshindi. Akajua baba akija naondoka zangu na baba yangu. Ndio maana na sisi leo tunaposimama na Mungu wetu, kwamba tusiangalie mambo ya duniani, kwamba hayo ni unajisi, hayo yanapita. Lakini unakuwa unang'ang'ania Mungu wako. Kama ni ugonjwa, utamwacha Mungu. Kama ni njaa, utamwacha Mungu. Kama matatizo, utamwacha Mungu. Unajua iko siku wewe uko tayari kwenda na Mungu wako aliye hai. Furahia katika hilo. Utamwona Yesu ni mtamu mno. Furahia katika hilo. Utamwona Yesu akishughulika na maisha yako. Furahia katika hilo. Utamwona Yesu yuko karibu mno. Utaanza kusema, mbona wameanza kusema mapema mno? Tumezaliwa wanasema Yesu anarudi, Yesu harudi. Yesu anasema anaponya, Yesu mbona haponyi? Mbona wanasema Yesu anatia nguvu, mimi mbona sina nguvu? Mimi mbona nina magonjwa yangu? Haijalishi kama una magonjwa, lakini tunachotaka, tuko tayari Yesu atakapokuja kwenda mbinguni. Haleluya. Katikati ya watoto wale watatu, wewe uko sehemu gani? Kati ya wale watoto watatu wale, je, unafikiria tu kila siku, unafikiria mimi nitaacha dhambi hii, yaani siku moja mimi nitaacha? Siku zinaenda, dhambi huachi. Iko siku moja mimi nitamtumikia Mungu wangu kwa nguvu zangu zote. Siku zinaenda, Mungu wako humtumikii. Unafikiria tu, iko siku moja mimi nitakuwa mchungaji huyu. Siku zinaenda, uzee unakuja, umri unasogea, na tunajua kwamba sekunde zinaongezeka kila wakati. Uko wapi? Unasema mambo gani yanayokurudisha nyuma? Sema mambo yaliyo kweli, kwamba unaposema kwamba naenda mbinguni, sema katika kweli. Haleluya. Mke wa Rutu alikuwa moyo wake umeambatana na starehe za duniani.
Ndio maana ikamsababisha kwamba aweze kugeuka nguzo ya chumvi. Katika agano letu jipya, sisi tuliokoka kwa neema hii ya wokovu, ndio maana mke wa Rutu anafananishwa na watu wanaorudi nyuma. Mke wa Rutu anafananishwa na watu wanaorudi nyuma katika wokovu, kwa kuangalia mambo na starehe na maendeleo na mambo yanavyoenda duniani. Unavyotazama kwa macho yako, unavyoona kwa macho yako, yanavyokuelea, ndio sababisho mojawapo kwamba wewe usije ukawa kama nguzo ya chumvi, kama mke wa Rutu. Sisi tuliokoka hatutakiwi tuwe hivyo. Haleluya. Amen. Moyo wako unapenda vitu gani? Ni sababu mojawapo ya kukufanya wewe urudi nyuma. Kuna vitu ambavyo unavyovipenda na unajua kabisa kwamba hivi ni chukizo, lakini wewe unavipenda hivyo vitu. Viache. Sababu mojawapo ya kurudi nyuma, viache. Yaani vile ambavyo vitu unavyovipenda lakini ni chukizo, viache. Tukisema tuanze kutaja hapo, vitu viko vingi, na kwa sababu watu tayari tumelizoelea neno la Mungu, unaliona neno la Mungu ni kawaida. Usipende vitu ambavyo viko chukizo mbele za Bwana. Ni sababu mojawapo ya kurudi nyuma. Unapenda vitu gani vya duniani ambavyo hivi kwamba vinasababisha kurudi nyuma? Jiulize. Badala ya kumtumainia Mungu, unatumainia vitu vile unavyovipenda. Jiulize, ni vitu gani? Mungu akusaidie zaidi. Kwa maana ya kila Mkristo aliyeokoka anapaswa ajiepushe na mambo yale ambayo yanayokuwa mchukizo mbele za Mungu. Kama ni marafiki, wewe jiepushe. Haleluya. Amen. Kama ni dunia, wewe jiepushe. Utakuwa na matumaini yaliyo bora kwa habari ya kurudi tena kwa Yesu Mwokozi wetu. Iponye nafsi yako. Utakapoiponya nafsi yako, Bwana atakusaidia zaidi katika maisha yako ya kuto kurudi nyuma. Mke wa Rutu alijali nafsi yake, lakini hakujua kwamba nafsi yake inapelekea kupenda starehe za Sodoma. Lakini Rutu mwenyewe, yeye aliiponya nafsi yake, akawa anawasihi watoto wake, twendeni tuondoke. Mnamwona mama yenu tayari ameshageuka nguzo ya chumvi, na tuliambiwa tusiangalie nyuma. Lakini Rutu akawachukua watoto wake, akawaambia chonde tuendelee safari yetu hadi tufike Bwana alipotuambia. Rutu aliponya nafsi yake. Angekuwa anampenda yule mwanamke kwa habari ya Mungu, kuna maana na yeye angegeuka, yaani angesema tu kwamba mke wangu nampenda, mke wangu namjali, mke wangu nimeona katika ujana wangu, inakuwaje leo ageuke nguzo ya chumvi? Ngoja na mimi nifanyeje? Nimfuate yeye. Lakini hakuangalia hilo, akaangalia kwamba yeye anaiponya nafsi yake avuke ng'ambo Bwana alikomwahidia. Nafsi ya ndani. Wewe nafsi yako na Mungu wako inasemaje kwa habari ya Mungu wako aliye hai? Nafsi yako inasemaje? Una maamuzi ya kweli ya kwenda mbinguni? Una mitazamo ya kweli ya kwenda mbinguni? Nafsi yako inasemaje? Nafsi ni kitu kizuri, lakini ni hatari sana. Ndio maana hata wakati uliopo wakati huu hatujui nafsi yako ina maamuzi gani. Inawezekana tukahubiriana, lakini wewe bado unasema nikitoka hapa naenda kufanya kitu fulani. Unawezekana unatoka hapa unaenda kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini
nafsi yako iko mbali nasi. Nafsi yako iwe karibu na Mungu ili usirudi nyuma katika safari yako kwenda mbinguni. Shida ulizo nazo zisikusababishe uache Mungu. Hizo zinapita. Maisha ya dhiki ulionayo hayo yanapita. Mungu yeye atabaki pale pale. Mtumaini Mungu wako. Nafsi yako ishinde, mjiimarishe kwa Mungu wako, muone Mungu akifanya mambo makuu zaidi ya maisha yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu uliyeokoka, kipaumbele chako kwenye nafsi yako, yaani wajizamirie, jiwekee mtazamo ambao ule wa kujiimarisha kwamba mimi sitarudi nyuma kwenye maisha haya ya wokovu. Sitarudi nyuma. Nataka niendelee mbele hadi nione siku ambayo Bwana atakaposema hapa ndio mwisho wa safari yako. Uwe na hayo matazamio. Uwe na hayo maamuzi. Maamuzi ya kwenda mbinguni ni ya kwako mwenyewe na nafsi yako. Nafsi yako inasemaje? Je, inapenda dunia au inampenda Mungu? Nafsi yako inasemaje? Unapenda mambo ya duniani kuliko kupenda mambo ya mbinguni? Ndio maana nikawaasi wazazi, kizazi tulicho nacho kinatuhitaji sisi wazazi. Tunamjuaje Mungu? Tunamfahamuje huyo Mungu? Wazazi wanatusoma. Ndio maana yule mwalimu wa shule ya Jumapili aliuliza, akasema, akawa anatoa hoja yake kwamba mtoto aliuliza kwamba mwalimu, unafundisha hakuna kutenda dhambi, ukitenda dhambi unaenda motoni. Lakini yule mtoto kwa ujasiri akasema, mwalimu, wote wanatenda dhambi, hata wakubwa, lakini wanajificha. Hiyo ni aibu kwetu sisi watu wazima tuaminio wenye matazamio ya kwenda mbinguni. Ni hatari. Mtoto neno kapata wapi? Inawezekana unasema tu, inawezekana hujawahi kutenda dhambi kubwa, lakini kwa mtoto anajua kosa lolote ni dhambi. Anajua. Ndio maana anasema wakubwa wanatenda dhambi ila wanajificha. Mtoto utamwambia nini? Utamwelekeza nini? Inabaki tu kusema lawama kwa walimu, kwamba walimu huko shuleni mnafundishaje? Sio walimu, tatizo kwetu sisi tuliokuwa wakubwa. Tunaishije? Tuna matumaini ya kwenda mbinguni, usirudi nyuma basi. Unataka uone Mungu wako na kizazi ulicho nacho, usirudi nyuma basi. Usirudi nyuma. Ni hatari. Yaani ni hatari. Wewe mkubwa unayefahamu kwamba hii ni dhambi, hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, lakini bado unakipenda hicho, bado unakifanya hicho. Huna njia ndefu, una njia fupi za kwenda mbinguni. Ukijua kwamba watoto hawajui, wanaelewa, watoto wanatambua, watoto wanatufuata, watatutambua sisi, kwa sababu sisi wakubwa ni barua inayosomwa na watu wote. Yaani hata ujifiche wapi, wewe ni barua unasomwa na kila mtu. Kama unasema maneno ya kuvunja moyo watoto kwamba hakuna kwenda mbinguni, hakuna siyetenda dhambi, na watoto wanajifunza humo, kwa sababu wanajifunza kwako, kwa elewa kwamba wewe ni barua inayosomwa na watu wote. Paulo anasema hivi. Kila mtu anayekutazama ajue huna matumaini ya kurudi nyuma, una matumaini ya kusonga mbele. Iwe hilo neno lenye nguvu zaidi. Kila mtu anayekusoma akusome kwamba una mwelekeo ulio mzuri wa kwenda mbinguni, sio wa kwenda duniani, ya kubaki duniani.
Watu wa Mungu, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani fanya vitu vyako vyote, lakini uwe kama yule mtoto wane. Mimi nimempenda mno. Hakukali, yani alikuwepo pamoja na marafiki zake, lakini lengo lake lilikuwa ni moja, safari ya kwenda kumlaki baba yangu. Akija tu hakuangalia wale marafiki kwamba nitawaachaje. Yeye alichoangalia tu kwamba ninacheza, ninafurahi nao, nataka niwe mshindi, lakini zaidi sana ni kina changu na subira yangu, na msubiri yule baba. Na ndivyo tunavyotakiwa watu wa Mungu, tufanye mambo yote, lakini tuwe na tumaini lililo bora. Tunamsubiri Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Haleluya. Tunamsubiri Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Liwe tumaini lako kubwa. Acha uzembe, acha uvivu, acha uvivu. Wakati tulionao ni wakati wa kwenda mbio na Yesu wetu alionao. Pambana jinsi ulivyo, kama unavyoweza, lakini siwe neno la kurudi nyuma, liwe neno la kusonga mbele. Ukimwona rafiki yako ana neno la kukatisha tamaa, mwambie mimi sina hilo neno, nina neno moja tu, nataka niende mbio, nimsubiri Yesu wangu ajapo mara ya pili, vitu vingine visinisababishe. Amina. Haleluya. Amen. Nikuombe mtu wa Mungu, je, kati ya wale watoto watatu, naomba tusimame. Fikiria, je, kati ya wale watoto watatu, mchungaji anaposema kwamba ninao washirika kanisani, asiwe mshirika yule wa kusema sema, lakini utekelezaji haupo. Si ndio? Yaani kati ya washirika akuone wewe ni mtu wa kufanya kweli, akuone wewe mtu wa kutenda katika kweli, utampendeza Mungu wako, pamoja na kuonekana kuwa wewe ni bora. Hata kwa mchungaji wako anayekuchunga, usiwe mtu wa kusema, lakini hakuna utekelezaji. Fanya kweli. Kama kweli unaenda mbinguni, fanya kweli, usirudi nyuma. Haleluya. Uwe na mipango ya kwenda mbinguni, sio ya kurudi nyuma. Uwe na ratiba ya kwenda mbinguni, sio ya kurudi nyuma. Jamani, tunasema wakati huu kwenda kwa Yesu ndio kumenoga. Yaani wewe sielewi kama unaelewaje kwa habari ya Yesu. Sielewi unalifikiriaje hilo. Kwa ni kuombe, wakati tulionao ni wakati sio wa kurudi nyuma. Kama umerudi nyuma, muombe Mungu wako akusaidie. Songa mbele na Mungu wako. Kama unaona kuna mambo ambayo yanayosababisha kwamba umerudi nyuma, hebu yaache, sema Yesu nisaidie, Yesu nisamehe, Yesu nirehemu, nataka nisonge mbele, nisirudi nyuma. Yesu yupo asubuhi leo kukurehemu katika hilo jambo. Wewe kama upo unajiona kwamba unasemaga, una hali ile ya kusema ya kurudi nyuma, hebu acha. Ni wakati wa kukimbia mbio na Yesu wetu aliye hai. Ni wakati wa kufanya mambo ambayo Yesu wetu yatambariki kutokana na maisha yetu tulionayo. Mungu atusaidie. Jamani, twendeni kwa Yesu. Amen. Twendeni kwa Yesu. Amen. Usirudi nyuma, nikutie moyo, usirudi nyuma. Wakati tulionao hatujui huko mbele itakuwaje. Inawezekana utakuta wakati, na kitabu cha Mathayo anasema wewe uliyeko juu usishuke chini, wewe uliyeko chini usipandishe juu. Wewe baki hapa ulipo, madamu unatumaini la kweli, madamu unapata fundisho lisilogoshiwa, madamu unamtumikia Mungu wako, baki hapo umuone Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua, lakini Mungu ajuaye sirini, kama Mungu alivyomwona yule mke wa Rutu.
nafsi yake iliangukia mahali pabaya, maamuzi yake yakaangukia mahali pabaya. Kusema kwake moyoni, inawezekana alikuwa anamnungunikia mume wake Rutu kwamba kwa nini unatupeleka huko? Mbona tunaacha mali zetu, tunaacha mifugo yetu, tunaacha, mbona tunaacha? Rutu inawezekana hakutamka, lakini moyoni mwake alikuwa anasema kwa habari ya kulaumu, kwa nini tunaacha kila kitu, tunaenda huko, tutaishije? Inawezekana upo asubuhi ya leo ukawa unajiuliza, ukawa unafikiria, ukawa unasema kwamba hivi niko kwa Yesu nitapata nini? Hivi kwa Yesu nitaokokaga tu miaka yote, mbona sipati maendeleo? Hivi niko kwa Yesu wakati wote, mbona naomba hiki sipewi? Usiseme hivyo, sema Bwana nisaidie, nataka nifanye safari yangu ya kwenda mbinguni katika kweli. Haleluya. Usijiulize, usifikirie, utakosa ufalme wa Mungu. Utakosa mambo yaliyo mazuri ya Mungu. Fanya kweli wewe kwamba ni msafiri kwa habari ya kwenda mbinguni. Hebu tukaombe wakati huu. Tuombe wakati huu. Rehema za Mungu bado zipo. Yaani kwa Yesu ni kuzuri mno. Sijajua wao unavyokuona, yaani unakuonaje? Huku kwa Yesu, upande wa Yesu ulio nao unakuonaje? Yaani kama unasema tu, utaona kama ni kuzuri. Kama unafikiria tu, ufanye katika kweli, jamani, utabaki kuwa nguzo ya chumvi. Hatutakuona, yaani kwenye maendeleo ya kumjua Mungu hautakuwepo, ya kurudi nyuma hautakuwepo. Utasimama tu, tunakuwa na yule tumemzoeaga, yule tunamfahamuge, aliokokaga, alikuwa anamtumikia Mungu sana, alikuwa anaimbaga, alikuwa anashuhudia sana kanisani. Imekuwaje leo? Wakati ni sasa. Hebu rudi kwa Mungu wako, mwambie Yesu, nirehemu katika kusema kwangu, kufikiri kwangu kumenifanya nirudi nyuma, lakini wakati huu nukusihi, kamwombe Mungu wako. Hebu nenda mbele na Mungu wako, sema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nirehemu katika kusema kwangu. Nimefanyika kurudi nyuma katika kufikiri kwangu, nimerudi nyuma. Yesu niinue tena, Yesu niinue tena, Yesu niinue tena. Unirehemu Yesu, nikuone tena, nikufanyie tena mambo yaliyo mema katika zama hizi. Msema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, nisirudi nyuma. Yesu nisaidie, kwako ni kuzuri mno. Yesu nisaidie, kwako kuna raha. Hebu nyosha mikono yako, omba kwa kinywa chako sasa. Omba kwa kinywa chako. Inawezekana ukawa unanung'unika kama mke wa Rutu. Ukamwacha Mungu pasipo kujua. Inawezekana hujui, lakini inawezekana umemwacha Mungu kama mke wa Rutu. Kwa manung'uniko yako tu, inawezekana umewaza sana kama yule mtoto wa mfalme. Kila siku alikuwa anakaa chini anawaza, lakini hakupata ufalme wa mbinguni. Ni hasara na mambo yanayokurudisha nyuma.